Wiki iliyoisha chama cha ACT Wazalendo kilithibitisha au kilitangaza kwa umma kwamba mwenyekiti wa ngome ya wanawake taifa wa chama hicho Janet Joel Luthe alishikiliwa na cha polisi jijini Dar es Salaam kutokana na kile ambacho kilisemekana kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo alivyokuwa anahitajika kwenda polisi kwa ajili ya kwenda kuvijibia. Sasa hii leo tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2025 chama cha ACT Wazalendo kimetoa taarifa kwa umma kwamba chama cha ACT Wazalendo kimethibitisha kuachiliwa kwa dhamana kwa mwenyekiti wa ngome ya wanawake taifa wa chama hicho Janet Joel Luthe aliyekuwa ameshikiliwa na jeshi la polisi katika kituo kikuu cha polisi jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Juni 23 mwaka 2025 na naibu katibu mkuu wa idara ya habari, uenezi na mahusiano kwa umma wa chama hicho Shangwe Ayo, Janet amepewa dhamana na anatakiwa kuripoti tena polisi siku ya Jumatano kwa hatua zaidi. Ndugu Luthe aliyekuwa ameshikiliwa na katika kituo cha polisi cha Kati ameachiwa kwa sharti kwamba alipoti polisi siku ya Jumatano. Chama kitatoa taarifa zaidi katika wakati muafaka, imeelezwa taarifa hiyo kwa fupi. Hii ni taarifa ambayo imetolewa kwamba toka juzi ilikuwa ni siku ya Jumatano ambayo alikuwa amekamatwa kutokana na kile ambacho kinasemekana kuna vitu ambavyo alikuwa amevikeuka na alitakiwa kwenda polisi kwa ajili ya kwenda kuvijibia hivi. Na amekaa polisi takriban siku mbili, siku ya tatu amekuja kuachiwa ambayo ni tarehe ya leo ya tarehe 23 mwezi huu wa 7. Kwa hiyo kutokana na kile ambacho polisi walichokuwa wanakitaka kutoka kwake, basi kufikia tarehe leo wakaona hakuna budi ya kumwachia ili kusudi kwamba waendelee kufanya uchunguzi kwa kile ambacho kinasemekana kwamba alichokifanya ni sahihi au sio sahihi. Kwa wakipata ushahidi, basi siku ya Jumatano ambayo ametakiwa kwenda kuripoti, basi ataenda kujua ni kipi ambacho polisi wamemwitia au ni mahali gani ambapo wenyewe walitaka kwamba afike au wafikie ili kusudi kwamba kile ambacho wanachokisadikika kwamba yeye kakifanya basi kiwe ni sahihi au kisiwe sahihi. Sasa wewe ambaye unatusikiliza na kututazama kupitia Mbayo TV, unahisi hichi ambacho kinafanyika muda huu inawezekana ikawa ni sahihi kutokana na hichi ambacho polisi wanachokisema, au kuna namna fulani kutaka kulegeza nguvu kwenye hivi vyama vya upinzani ambavyo kwa muda huu vimeonekana ni vyama ambavyo vimekuwa vinavutiwa zaidi kutokana na kile ambacho wenyewe wamekuwa wanakisema kwamba kuna baadhi serikali kuu ambayo inaongozwa na Chama cha Mapinduzi CCM imekuwa inafanya na vimekuwa vimekuwa havitendi haki kutokana na kile ambacho wenyewe wanadhani kwamba hakitakiwi kusema kwenye jamii. Ndivyo, acha maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Instagram, tunatumia kama Mbayo TV. Na kama hujasubscribe channel yetu Mbayo TV on YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili wa kwanza kupata habari na matukio ambayo sisi tunakuwa tunaweka humo ndani. Lakini pia usisahau kumfollow Mr. Info JBS kwenye ukurasa wake wa Instagram, anatumia hivyo. Chao.